Mpendwa mtizamaji na mfuatiliaji wa Lux Fide Mwanga wa Imani, moja ya challenge ama changamoto ama swali ambalo watu wanalo ni kuhusiana na hii jumuiya ya Baba Mtakatifu Pius wa 10. Pengine je, tukio lile lililotokea na katika msimamo wa kanisa, na je hawa jumuiya ya mapadri ni shirika sijui ni nini? Tumekuwa na maswali mengi. Ina uhalali gani katika kanisa, na je wapo katika msimamo gani na wanahusika sana na nini? Na je nini msimamo wa kanisa la leo? Leo tunaye Padri Tito Lugoshora atatupitisha katika kueleza hilo swala. Karibu sana baba. Asante sana Padri Bundala. Jambo linalohusiana na jumuiya ya mapadri ya Mtakatifu Papa Pius wa 10 ni jambo lenye mambo mchanganyiko kidogo. Kwa mfano kama ingetakiwa tu kusema maneno mawili au matatu afu ikawa imekwisha, ndio tutasema maneno haya ya kwamba hiyo ni jumuiya ya mapadri lakini ambao ni shirika ama ni muktadha gani? Inaitwa society. Kwa hiyo ni jumuiya ambayo haijapewa hadhi ya kuwa shirika la kitawa. Naam. Ni jumuiya ya maisha ya mapadri, inaitwa Societies of Apostolic Life. Sawa? Ndio. Kama ilivyo pengine kama ambavyo ingeweza kuwa sijui OSS au jumuiya nyingine ambayo mashirika yao yako. Jumuiya ya our Precious Blood, wale ni congregation. Wale tuache wenyewe. Lakini sasa utofauti ni kwamba hii ni society au ni jumuiya lakini ambayo inaitwa irregular, kwa maana ya kwamba haijapewa mamlaka ya kuincarnate mapadri. Kuincarnate mapadri maana yake nini? Kwamba kuwapa utambulisho, ni attachment na uwezo wa kuwapangia mission. Mashirika au taasisi zote za kikanisa ambazo zimepewa hiyo mamlaka ya kuincarnate, unaweza ukaiona kwa maana ya kwamba yule mkuu wa shirika, ndio sawa, anawapokea watu kama wakandidati, sivyo? Na baada ya kufikia pengine hatua ya kupewa madaraja, yeye ana uwezo wa kuwapangia, kuwaombea kwanza wapewe daraja, alafu na kuwapangia center ya kwenda kufanyia shughuli. Naam. Sasa wale pale wako hawajapewa hiyo ruksa. Ndio maana nasema kwamba ni society lakini ambayo iko irregular. Na mtu akiwa kwenye hiyo society anatokea wapi? Anaanzia katika hiyo society moja kwa moja au anakuwa kwenye jimbo fulani ndio anatoka kwenye jumuiya? Au inakuwaje mfumo wao? Wao wana mfumo wa malezi kama vile ambavyo mashirika ya kitawa na jumuiya nyingine za maisha ya kitume zilivyo. Wana mfumo, wana seminari, wana nyumba za malezi na ule mfumo tu wenyewe, yani ile formation kuanzia tu ya kwanza mpaka anapofikia mtu kupewa daraja. Hilo jambo wanalo. Sasa issue ni kwamba nini ambacho kimepelekea watu sasa kwanza kuwasema? Ndio. Ni kwa sababu tarehe 1 mwezi Julai, mwezi huu mwaka huu, waliokuwa mapadri 4 ndio walipewa daraja takatifu ya waskofu, lakini pasipo kuwa na ile inaitwa mandatum, ile hati rasmi ya uteuzi ya Baba Mtakatifu au ruksa ya Baba Mtakatifu kwamba wafanye kitu kama hicho daraja. Ndio. Kwa watu ambao wamewahi kushuhudia misa ya kumweka mtu wakfu kuwa askofu, ni kwamba wakati anapotaka kuanza wale madhehebu, ndio yule mtambulishi anapokwenda kumwambia yule askofu anayetaka kumweka wakfu mtu, huwa anamuomba Mama Mtakatifu, Mama Kanisa Mtakatifu, hati ya kutoka kwa Baba Mtakatifu, umweke huyu kwenye madaraja ya waskofu. Yule askofu mtoa wakfu huwa anauliza swali hilo sasa. Je, mnayo hati ya uteuzi ya Baba Mtakatifu? Wakisema kwamba tunayo, anaamuru isomwe pale hadharani. Kwa hiyo kila mtu anayeshuhudia ile anajua kwa hakika kwamba ili jambo limepata baraka ya Baba Mtakatifu. Kwa sababu sheria ya kanisa, sikumbuki namba ngapi, imekataza mtu asipewe daraja ya waskofu bila ruksa kutoka kwa Baba Mtakatifu. Na imesema endapo mtu atafanya hivyo, basi moja kwa moja atakuwa ametenda kosa la kukiuka, yani la ukaidi dhidi ya amri ya Baba Mtakatifu, na adhabu yake au matokeo yake ndio kama anakuwa
amejitenga na kanisa. Au ametengwa na kanisa. Na kutengwa kwenyewe ni kule ambako hakusubiri mpaka Baba Mtakatifu atoe hati ya kurani ya kwamba wewe umetengwa. Yani kwamba mtu akifanya tu kile kitendo anajitenga moja kwa moja automatic. Kwa hiyo ile hati ya nani na huwa inafuata baadaye kusema kwamba huyu mtu ametengwa, amejitenga na kanisa. Ni nini kilichopelekea sasa mvutano huo? Kwa walishaomba ruksa ya Baba Mtakatifu kuhusiana na waruhusiwe kuwaordeni hawa maaskofu. Lakini Baba Mtakatifu aliwaambia wasubiri. Aliwaambia wasubiri, sio kwamba aliwanyima. Sasa wasubiri. Yani nadhani kutumia msamiati kwamba aliwaambia wasubiri ni msamiati mzuri zaidi. Ndio. Kwa sababu hata kama kwa mfano akiwa hana nia ya kutoa hiyo ruksa, yani akiwa hana nia au akiwa na nia kutoa baadaye, bado inabaki ile kwamba kutoa ile ruksa ni lazima hiyo ni sehemu ya utashi wake yeye mwenyewe kama Baba Mtakatifu. Na ambapo kama wana watiifu kwa Baba walipaswa wangoje mpaka atakaposema. Wao hawakungoja na matokeo yake ikawa ndio hivi, wakaendelea. Walikuwa na sababu zao walizozitoa wakimwambia Baba Mtakatifu, na baadaye wakaja wakaiambia dunia kesho yake baada ya lile tukio kutokea. Na taasisi inayohusiana na mambo ya usimamizi wa mambo ya imani kule Roma, ile DDF inaitwa Dicastery for the Doctrine of the Faith, ilipotoa hati yake kwa kupitia mkono wa yule kiranja Askofu Kardinali Fernandez, nao pia kuja kutoa majibu au kutoa kama counter arguments. Sasa kwa nini tunasema kwamba jambo lina mambo mchanganyiko? Ni kwa sababu sisi kama kanisa tunajua tuna mfumo wa mamlaka kwenye kanisa ambao unapaswa kuheshimiwa. Na heshima yetu kwa mfumo wa mamlaka ya kanisa haitegemei kama mtu anajisikia kuheshimu au la, kwa sababu tunafuata maneno yale kwamba mamlaka ile ya kanisa ni mamlaka ya Yesu inayoonekana katika hali ya binadamu. Na kwa sababu kuitii ile pale ni moja kwa moja kuitii mamlaka ya Yesu. Na kwa sababu hiyo ukiambiwa fanya kitu, fanya. Ukiambiwa usifanye kitu, usifanye. Mradi ni kwamba haulazimishwi kutenda dhambi, kwenda kinyume kabisa na dhamiri njema. Kwa hiyo pengine ingeweza kuwa ni jambo la manufaa makubwa zaidi kama wangesubiri, wangevumilia, hata kama ni katika mazingira ambayo ni ya kuvumilia maumivu. Wangeweza kufanya hivyo. Pengine hata wangeweza kuwa wamepita kwenye kipindi cha mateso, lakini mateso ambayo yanaleta ukombozi zaidi, na ambayo matokeo yake yani sio kama jinsi ilivyo sasa hivi. Sasa hivi mwili wa Kristo umepasuka kwa watu ambao wanafuata na watu ambao namna gani ambao wako upande mwingine. Changamoto inakuja hivi kwamba wakati jumuiya ile ya wale mapadri wanasema kwamba hawakatai uhalali wa Baba Mtakatifu, kwamba hawaipingi, wanatambua kwamba katika mfumo wa kanisa kuna papasi, kuna upapa, kuna ofisi ya papa. Na sasa hivi wanatambua kwamba ofisi ya papa inakaliwa, kiti cha papa, kiti cha Petro kinakaliwa na huyu mrithi wake wa 260 ngapi, Papa Leo wa 14. Ndio wanasema papa ni papa halali, mrithi halali wa Mtume Petro. Ndio hawakatai, lakini ametoa amri, wameipinga. Sasa hiyo kusema kwamba unakubali mamlaka yake, lakini amri hii umeipinga, hicho kitu kina mkanganyiko wa mambo. Wana hoja yao wanaoisimamia ya kusema kwamba wamelazimika kuchukua hatua ya dharura, emergency action, kwa sababu kuna hali fani ya emergency kwenye kanisa. Jambo refu lenye matukio fani hivi ya kihistoria. Lakini vile vile wanajaribu kuonesha ya kwamba hiyo kukataliwa kupewa ruksa ya kuordeni maaskofu ni kama vile wanafanya nini, nasema kwamba unaweza ukaamua kuangusha mti bila kukata. Unachofanya
unachubua ile gamba sivyo? Na pengine unapaka chumvi afu unawacha unyauke wenyewe kidogo kidogo, au unataka kumuua konokono unamiminia chumvi anaanza kuwa dehydrated kidogo kidogo mpaka anakufa. Hivyo ndio jinsi walivyotafsiri kitendo hicho, kwamba ni kama vile kuna jitihada ya kuitokomeza lakini pasipo kuing'oa kwa action ya mara moja kwa moja. Na vile vile kwamba kwa sababu wao wanasimamia vitu fani hivi vya kimapokeo, wanaona kwamba lengo la mapambano, yani lengo la kuwanyima hiyo ni kama vile ni mapambano ya kimya kimya dhidi ya zile traditions ambazo wao wanazisimamia. Na wao wanasimamia tradition gani hasa? Maana nimewahi kuona pia baadhi ya mijadala huko mtandaoni kwamba ni kama wanapinga hati ama dokumenti za Mtaguso wa Pili wa Vatikano. Ni kwamba nadhani si sawasawa kusema kwamba wanapinga Mtaguso wa Pili wa Vatikano kwa ujumla wake. Wanapinga nadhani kwa uchache baadhi ya mafundisho yaliyo Mtaguso wa Pili wa Vatikano. Mojawapo au vitu vile haraka haraka vya kusema, kwa mfano habari ya kwamba kwamba kuna uhuru wa kumwabudu Mungu. Sawa Kuna uhuru kwamba kila watu wenye imani yao na mrengo wao wa kiimani basi wana uhalali fulani, hata kama ni kwa asilimia wana uhalali fulani hivi mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwamba njia hiyo inaweza ikaitumiwa na watu kumwendea wakapata Mwenyezi Mungu wakaupata wokovu. Wanakataa kwa sababu njia ya wokovu wa watu ni kanisa, kwamba mtu lazima abatizwe. Umeona? Kwa sababu hiyo anasema kwamba dini zingine sio dini pacha na Ukristo, kwamba zinapaswa kuitwa dini zisizokuwa halali. Umeona? Na nadhani wanashikilia ile fundisho la Vatican I kama sijakosea, wokovu wa mtu ambaye yupo nje ya kanisa Katoliki, yeye wokovu atausikia kwenye bomba. Isipokuwa nadhani tukipata siku nafasi nyingine tunataka tukazungumzie habari ya ni pana kidogo wokovu nje ya kanisa Katoliki, lakini ambayo sentensi ya jumla ni hiyo. Sawa? Au habari ya kwamba uhusiano wetu sisi na madhehebu mengine upoje? Unapaswa kuwa hivi, kwamba tunapotengeneza mahusiano sisi wa Katoliki na madhehebu mengine, tunapaswa kufanya mahusiano ambayo lengo lake, hatima yake ni kuwarejesha kwenye ukweli wa imani, kwa sababu madhehebu mengine yametokana na kujitenga kutoka kwenye kanisa. Hivi kwamba tusifanye mahusiano ambayo yataboresha tu kidogo ukaribu wetu, lakini kila mmoja akibaki mahali alipo. Vitu vya design na baadhi ya vitu vingine ambavyo anavisema ni mabadiliko yaliyowekwa kwenye mambo ya kiliturujia, hasa misa takatifu, maadhimisho ya sakramenti na adhimisho la misa. Kwamba kuna vitu ambavyo vimebadilishwa kiasi kwamba ukiweka ile liturujia ya awali hapa ukaiweka na liturujia ya sasa hivi hapa, mambo ya misa na maadhimisho mengine ya sakramenti, unaona utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo anasema kwamba yale mabadiliko badala ya kuboresha liturujia, badala ya kuwafanya watu wamkaribie zaidi Mwenyezi Mungu, ni kwamba ni kama vile yanadairuti mno ile ibada ya watu. Ndio. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio ambavyo walikuwa wanavisimamia, na mambo ya formation ya mapadri na ikipatikana nafasi tunaweza kuja kuzungumzia. Sasa baada ya tukio lile ni kwamba zimetoka taarifa mbili. Ya kwanza ni ile ambayo ipo kwenye sheria kabisa rasmi ya kanisa, kwamba mtu anayempa mwingine uaskofu na yule anayepewa uaskofu pasipokuwa wamepewa ruhusa na Baba Mtakatifu wamejitenga na kanisa, wanajitenga moja kwa moja. Hiyo ndio sheria na moja kwa moja, hiyo ndio sheria. Ila sasa kesho yake tena imekuja kutoka kama vile ufafanuzi au extension ya hiyo, kusema kwamba hata mapadri ambao ni wa jumuiya hiyo na wenyewe pia wanaingia kwenye huo mkumbo. Sasa kitu hicho kinaita controversy kidogo, kwa sababu sivyo sheria inavyosema. Sasa hiyo imetokana na nini? Au hiyo ni wanasema ni explanatory note, yani ni kataarifa kuelezea au kufafanua, sijui kuonyesha kwamba iko kitu sio kizuri na hakipaswi, yani kama mazingira hayo
Of course lengo ilikuwa ni kujaribu kuonesha kwamba sio sawasawa kuwa chini ya au kuwa na mshikamano na watu ambao wametangulia, wamejitenga na kanisa. Lakini sasa kwa jinsi kilivyosemwa, kimesemwa katika namna ambayo inazua maswali. Yani imesemwa kama vile kina nguvu ya kisheria wakati sheria yenyewe imesema yule aliyepewa na yule aliyetoa daraja. Sawa? Ndio. Haya, lakini sasa imeenda mbele pia na kuwaonya Wakristo. Ndio. Kwa sababu kuna ile ukweli wa kwamba ukikaa karibu na moto utaambukizwa lile joto lake. Sivyo? Kwamba mwili wako utabadilika hali yake ya joto kwa sababu umekaa karibu na chanzo cha moto. Kwa hiyo Wakristo wengine wameonywa kwa taarifa ile iliyotoka Roma, lakini pia hata juzi tumeona imetoka kwa baba askofu mkuu wa jimbo hiyo kwamba Wakristo wajihadhari, wajihami kwa sababu kuendelea kushikamana na ile jumuiya kuna waweka kwenye hatari ya kuanza kuunganika kwanza ile kifahamu, lakini baadaye kwamba wanaweza wakaja wakajikuta nao wanakuja kupata matokeo yale waliopata hawa wengine. Ni kwa namna gani? Hilo jambo ambalo linaweza kuja kuonekana baadaye huko mbeleni. Naam, tunashukuru sana baba, na pengine ningependa kudokeza kwa ufupi lile tamko la baba askofu mkuu Yuda Tadei Ruwaichi OFM CUP ambao ilitoka na barua rasmi. Kwa kifupi, kwa kuzingatia maelezo hayo, ninapenda kutamka kama ifuatavyo. Kikundi cha Pius wa 10 ama Pio wa 10 hawatambuliki wala kukubalika katika kanisa Katoliki ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na kanisa Katoliki. Na 3, zingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja ya vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Na wasihi na kuwashauri waamini wote tuzidi kumwomba Mungu ili awasaidie watu kama hao kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kupenda kutunza na kuhifadhi umoja wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Mwisho wa kunukuu ni maneno ya maelekezo kutoka kwa askofu jimbo kuu la Dar es Salaam kuhusiana na jumuiya hiyo ya Pio wa 10. Nikushukuru sana baba kwa muda wako na kwa mang'amuzi hayo. Mwenyezi Mungu akubariki. Amina. Pamoja tulikuwa na Padi Tito Rogoshola, nami ni Padi Benjamin Maganga Bundala, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.